السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuko kwenye al-ayatu thaniya, aya pili min surati Dhuha, katika surati Dhuha. Wal-layli idha saja. Hii ni aya pili katika sura tulioanza kuitafsiri jana, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa viumbe vyake, na tukasema kuwapa Mwenyezi Mungu kwa baadhi ya viumbe vyake vyaonyesha ukubwa vile vilivyoapiwa. Sasa hapa aya pili asema wal-laili idha saja, na kwa usiku unapotanda, na kwa usiku unapofinika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa tena kwenye aya pili katika sura hii kuapa kwa usiku unapotanda. Tayeb, wafasiri wasema aqsama Allahu bil-laili, Mwenyezi Mungu ameapa kwa usiku, bikaunihi jalilan, bikaunihi adhima al-qadar, kwa kuwa una cheo kikubwa, adhiman, tena mkubwa. Kwa nini cheo kikubwa na ni usiku ukasifiwa kwa ukubwa? Yaskunu al-khalqu fihi anil harakati, hutulia makhluki, viumbe hutulia kwenye usiku na kutaharaki. Kwa maana usiku ukishatanda, ukishafinika, basi viumbe vyote hutulia, kila mmoja hutulia kwenye maskani yake. Wayaghashahumun naum, na hufinikwa wao na usingizi, alladhi fihi rahatun lil abdani, ambao kwenye huo usiku pana raha miili. Kwa maana miili wana raha ufinikwapo na usiku, vifinikwapo viwiliwili kufinikwa na usingizi, kwa sababu ndiyo raha ya miili. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine akasema hivi: Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi, Allah ndiye ambaye amewaumbia nyinyi usiku ili mupate kutulia humo, kwa maana mupate utulivu katika usiku. Wan-nahara mubsira, na mchana mudhi'an, ukawa ni wenye kung'ara. Inna Allaha ladhu fadlin ala nnas, hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila kwa watu, ana fadhila kubwa Mwenyezi Mungu anaofadhili watu. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, lakini wengi wa watu hawashukuru. Watu wafadhiliwa sana na Mwenyezi Mungu, na katika jumla ya fadhila za Mwenyezi Mungu kwa watu ni hili la kuumbiwa usiku na mchana. Mchana ukawa mudhi'an,
usiku ukawa ni asukunu fiha, mchana unang'ara ili watu wataharaki kwa kutafuta ruzuku zao za maisha. Taabiko lao wanalolipata mchana huja wakapata utulivu usiku kwa kujifungia majumbani na kwa kufinikwa na ule usiku na kwa kufinikwa na usingizi, ikiwa ni raha kwa miili. Inna Allaha ladhu fadlin ala nnas, hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila kwa watu havo wenye kufadhiliwa. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, lakini wengi wa watu hawashukuru. Tayib, akasema tena Mwenyezi Mungu, walladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Ona hii aya pili, hii ni 67 katika suratu Yunus, ambapo ile ni 61 katika suratu Ghafir. Angalia suratu Ghafir. Suratu Ghafir tulivyotafsiri asema Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna Allaha ladhu fadlin ala nnasi walakinna akthara nnasi la yashkurun. Akasema hivyo, walakinna akthara nnasi la yashkurun. Hebu tuangalie 67 suratu Yunus, asema hivi Mwenyezi Mungu, walladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Yeye, yani yeye Allah ndiye aliyewaumbia nyinyi usiku ili mupate kutulia humo, wan nahara mubsira, na mchana akaufanya mudhian. Kisha akasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, hakika katika hilo ni alama, dalili wazi za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini asema liqaumin yasma'un, kwa watu wenye kusikia. Kule inna Allaha ladhu fadlin ala nnas walakinna akthara nnasi la yashkurun, hawashukuru kwa hizi neema. Kumbe usiku ni neema na kumbe mchana ni neema, na neema zafaa kushukuriwa. Na Mwenyezi Mungu asema hapo, wengi wa watu hawashukuru. Kwa hivyo hawashukuru kwenye neema mbili hizi, neema ya usiku na neema ya mchana. Kwenye 67 suratu Yunus akasema walladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, ni alama kwa watu wenye kusikia. Na pengine hao watu wanasikia, mbona kasema kwa watu wenye kusikia? Nkana kule katika suratul Mulk, makafiri watakapoingia kwenye adhabu wasema waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Je, waliposema haya kwa kuiona adhabu walipokuwa duniani, kanu la yasma'una wa kanu la ya'qilun, walikuwa hawana masikizi ya kusikia wala walikuwa hawana akili wanadhisha? Walikuwa wanasikia kwa sababu walikuwa wakizungumza, wakipangana, wakifanya mabiashara, kwa hivyo walikuwa wakisikia. Walikuwa wanazo akili kwa sababu kama huna akili huwezi kuvumbua mapato ukapata dakhilia yako katika safari ya maisha. Na makafiri walikuwa na mabiashara kubwa kuanzia wakati huo mpaka leo. Mabiashara makubwa makubwa kwenye ulimwengu zimeshikwa na makafiri. Pesa nyingi nyingi walizozimiliki ni makafiri. Kweli watu humiliki mpaka kukontroli dunia. Watu hao wakawa hawasikii na hawana akili. Akili sizo inaovumbua mambo, na kusikia siko kunaotusaidia katika kutenda mambo. Bila shaka
hapa kusema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, si kwa kuwa ni kusikia unakojua kuwa kusikia, ukiitwa waisikia mwito na wewe ukaitikia naam, si hivyo. Kusikia kinamna mbali, na akili haina maana ya akili kwa kuwa unakisha na akili yako, lakini ni kutia akilini mambo kinamna nyingine atakavyo Mungu. Mfano wake mkana kusikia kunatuikwa asamu, na kusikia kunakoitwa al-isghau, ni tofauti. Kusikia kuna kusikia tu hivi nyinyi mwanisikia. Kuna na kitu al-isghau ni kusikia pia, lakini tofauti ya hili na hili ni tofauti ya al-isghau ni kwa kusikia kwa tempo hili ni kusikia kwa kupulika, na kusikiza kitu kwa kukipulika hakilingani na kusikia tu hivi. Kusikia kitu kwa kutia akilini hakuwi sawa na kusikia tu kukupita ovyo ovyo, na jambo ukalitia akilini kwa mawazo na fikira ni tofauti na kulitia akilini tu kwa kupita. Ndipo wale waliposema lau kunna nasma, lau tungekuwa tukisikia. Mulikuwa maduko kikwetu, si mulikuwa mwasikia, lakini mukampinga vile vile Mtume. Sasa kusema lau kunna nasma'u wajilaumu, hiyo ni i'tiraf, wal i'tirafu sayyidul adilla. Jamaa wasema huko kukubali, na kukubali dalili tosha ya mtu kufaa kukupa hukumu. Hata kwenye kesi ukikubali mashtaka ni wepesi kuhukumiwa, ukikataa mashtaka kesi itavutwa sana. Na watu wa usuli wanakariri kwa kaida kusema al-i'tirafu sayyidul adilla. I'tiraf, kukubali, ni sayyidul adilla. Sasa hapa wamefanya i'tirafu, kukubali kuwa kusikia tulikosikia wakati tuko duniani siko kusikia kulivyotakiwa mtu asikie. Wazi. Akilini, hili la kutiwa akilini kule duniani tulipotoka halikutaka kupita kwenye akili kama tulivyokuwa. Lesh, kwa sababu tulikuwa na masikio yetu tukisikia mambo, tulikuwa na akili zetu tukitia mambo akilini, lakini hili hatukulisikia kwa kulikubali, wala hatukulipulika kwa kulitia akilini kisha kuamini. Ndipo wakafanya itirafu, wakasema lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'i. Sasa napa kusema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, kwa vachu wenye kusikia, kusikia kwa kupulika mambo, ili kusikia kwao kutoe faida kwa lile walilolisikia. Kwa hiyo qala ta'ala, asema Mwenyezi Mungu alitukuka kwenye hii aya pili, wal-laili idha saja, akasema hivi waja'alna al-laila libasa, na tukaufanya usiku kuwa ni vazi. Waja'alna an-nahara ma'asha, na akaufanya mchana ni ndia ya kutafuta maisha. Tayeb, ulama wanasema aslu libasi huwa shay'u alladhi yalbasuhu al-insan. Asli ya vazi asli yake ni kitu ambacho mtu hukivaa.
Wazi? Hii ndio huitwa vazi, al-libas. Wayataghatta bihi, na lile vazi hufinika mtu, ndio asli ya vazi. Fayakunu dhalika mughattiyan lahu, likawa hilo vazi kwa maana haya ni lenye kumfinika mtu, hilo ndilo huitwa vazi. Na Mungu asema waja'alna al-layla libasa, intabih, istafid. Falamma kana al-laylu, usiku ulipokuwa, yaghsha nasa, unawafinika watu, bidhulmatihi, kwa giza lake, fayughattihim, ukawafinika wao, ja'ala libasan lahu, Mungu akalifanya mvazi kwao. Lakini si vazi la kiasili lenye maana ya kumfinika mtu avaapo. Tayib, walihadha, kwa sababu hii, summiya al-laylu libasa ala wajhi al-majazi, usiku umeitwa ni vazi kwa njia ya majazi. Ma huwa al-majazi? Majazi nini? Hutumika sana, mara tansikia mtu kwambia hii majazi, hii majazi. Majazi nini? Almajazu huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Majazi ni temko ambalo hutumika kwa lisilowekewa, fi ghairi ma wudi'a lahu, kwa sababu katika usulul fiqhi kuna kitu kinaitwa alhaqiqatu na kuna kitu kinaitwa almajazu. Alhaqiqatu huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu, hakika ni jambo linalotumika kwa lililowekewa. Hili jambo uhakika limewekewa hivi. Mafhum? Kashajaati lil asadi, mkana ufano ushujaa kwa simba. Simba ukimuita shujaa, ushujaa wa simba ni wa uhakika. Kwa hivyo hili tempo la ashajaatu limewekewa pahala pake kwa kuwa shujaa kihakika. Lakini ukisema Muhammadun kal asadi fi shajaati, Muhammadin kama simba kwa ushujaa, itakuwa hili tempo la ushujaa limeazimwa kupewa Muhammad, lakini sio kuwa ana ushujaa wa kihakika kama simba. Sasa itakuwa Muhammadun kal asadi, hii ni majazi, lakini simba kuwa ni shujaa itakuwa ni hakika. Sah? Tayib. Sasa waja'alna al-layla libasa, tukaufanya usiku ni vazi. Jamani, na vazi wafasiri watuambia aslul libasi huwa shay'u alladhi yalbasuhu al-insan wa yataghatta bihi fayakunu dhalika mughattiyan lahu. Falamma kana al-laylu yaghsha an-nasa bidhulmatihi fayughattihi ja'ala libasan lahu, wa lihadha summiya al-laylu libasa ala wajhi al-majaz. Vazi ikiwa nalolivaa likatukuliwa vazi la giza linapowafinika watu kama nguo na kanzu inavyofinika mwili. Sasa kanzu na nguo wafinika mwili kihakika, lakini usiku hufinika, yani giza hufinika usiku kwa majazi, kwa sababu lile giza si nguo hisia. Safi jamani? Mshairi sikiza anasema
idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya wa khayru libasi almar'i ta'atu rabbih wala khayra fi man kana lillahi asiya. Sikiliza hii tofauti ya kitu kuwa hakika na kitu kuwa ni majazi kilichoazimiwa. Idha almar'u, iwapo mtu lam yalbas thiyaban min at-tuqa, hakuvaa nguo ya uchamungu. Intabih, hakuvaa nguo ya uchamungu. Taqallaba uryanan, atageuka awe uchi, walau kana kasia, hata kama amevaa. Sasa uchamungu kitambaa chake cha sampuli gani? Ni kitambaa kizito ama kitambaa cha nailoni? Kitambaa cha joto ama kitambaa cha kuzuia baridi? Uchamungu si kitambaa cha aina yote, ni temko limetumika kimajazi, halikutumika kihakika. Uhakika wa vazi ni kitu unachokihisi kilichofunika mwili kwa uhakika, kitu unakiona. Uchamungu huoni. Kwa hivyo mvazi si la uhakika, ni vazi la kimajazi, mtamko lililoazimwa, sio uhakika wa kuwa kitu umekivaa. Ndipo akasema hivi, wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih, bora katika vazi la mtu ni utiifu wa Mola wako. Ukitwi, ukiswali huwa umevaa nguo, ukifunga huwa umevaa nguo? La, wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih wala khairan fi man kana lillahi asiya, hana khairi kwa ule ambaye atakuwa ni asi. Sasa utakuta hili ni majazi na kule ni uhakika. Hapo ndipo ninavyofahamu kufahamisha, siwezi kwenda zaidi ya hapo. Sasa giza limefananishwa na vazi, kwa sababu kwenye giza humfinika mtu. Tena angalia, giza ikiwa limechacha, hata waweza ukawa watembea ndivyo sivyo kwenye kuvaa kwako kiasili, na mtu asikuone namna ulivyo, kwa sababu lile giza limekufinika. Ndipo wenye kutaka kuiba hawaibintana kiasili, anaibantana ni mwizi jagina sana. Kwa kuiba mtana kwa yuvaa na watu muona, lakini sana kwa giza. Kwa nini? Kwa sababu giza la mfinika, na akitoka kwenye mwangaza kwenye kutaka kuiba, wana nguo yake amefinika kiasili, amejifunga kana mfano wa ninja, humuoni pia ni mtu gani kwenye mwangaza. Hii ndio mifano. Sasa usiku giza lake limefananishwa na vazi. Mungu kusema waja'alna al-layla libasa, wal muradu, na muradi kusudio, kaunul layli satiran lahu, ni kuwa usiku umewasitiri wao. Wa amma wajhu ni'mati fi dhalika, ama ndia ya neema katika hilo, fahuwa, ni kuwa anna dhulmata al-layl, ni kuwa giza la usiku, tasturu al-insana, humsitiri mwanadamu, anil uyuni, humsitiri mwanadamu na macho ya watu. Mtu akiweko kwenye giza la usiku huwa amesitirika na macho ya watu. Idha arada harban min aduwin, akitaka kumkimbia adui, mtu pia hukimbia usiku kwa sababu ya giza. Au bayatan lahu, ama mtu akalala kwa ajili ya adui, ataka kumwataka adui, basi pia huenda akamvizia usiku. Ndipo ukaona hata jeshi la Kiislamu mashambulizi sana yalikuwa mwendo wa saa 9 za alfajiri, usiku. Kwa nini? Kwa sababu amelala kwa kumwotea asionekane.
na hii ni fikhi ya Qur'ani. Soma wal adiyati dhabhan, ambapo tushatangulia kuitafsiri katika sura za nyuma. Ukisoma wal adiyati dhabhan, kisha falmuriyati qadhan, falmughirati subha. Angalia, hiki chote ni kiapo alichowapa Mungu kuwapia viumbe, ambapo mfarasi hawa wanaoshiriki vita. Angalia kwenye kuwapa wal adiyati dhabhan, ni wale farasi wenye kutoka kwa kasi, ni farasi trainer walotrainiwa kwa vita. Usifikiri wale farasi ambao walikuwa wakishiriki vita vya Badr wa Uhud, mfarasi wa Mama Ngina kupanda na ukashikiwa hatamu, akakupeleka mpaka karibu na feri, kisha akakurudishia hela. Wale weke kwa farasi wa jihadi wale hawakuwekea kuwa farasi wa jihadi, wala hawakuwekea wenye kuwapanda wale farasi kuwa mvachu wa jihadi. Mvachu wameenda kwa starehe tu, kwa sababu farasi ukimwona yani udhia. Lakini farasi ambao ni wa jihadi, wallahi huwakana wana ilhamu ya Mungu katika kushambulia pia. Ajua mimi kilekezwa hapa, kuna farasi wa adui nitapambana naye, ndipo akaweza mujahid juu ya farasi kumgonga kafiri, na farasi akawa ameruka kweli kumrukia ule farasi wa kafiri. Ni trainer. Hawakuokotwa tu farasi wa Mama Ngina kule wakachiwa tu katika nini. Sasa angalia, pia Mungu ameapa kwa farasi hao. Allahu akbar! Ina maana gani? Mungu huwapa kwa kitakacho katika viumbe vyake. Kisha akasema falmughirati subha, na apa kwa farasi venye kuataka, venye kushambulia asubuhi. Si asubuhi kumepambauka, ni asubuhi fajiri huko, akaotea adui wakaenda wakashambulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa farasi hao. Hii tumefanya mukarana gani? Tumefanya mukarana kwa kuwa hutoka mtu usiku kumkimbia adui au kumlalia adui asimuone kwa lengo la kutaka kumshambulia, au ikhfaa ma la yuhibbu al-insanu itlaa ghairihi alayhi, ama kujificha ambacho hapendi mtu kionekane na mwingine. Hatutaki tukionekana kutoka sisi. Tukitoka tutajulikana hisabu yetu, tukitoka watajulikana farasi wetu, tukitoka watajulikana askari wetu wangapi, tukitoka zitajulikana hata silaha tulizozitukua. Wakawa hutoka usiku kwa kujificha, kwa sababu wasionekane na adui. Usiku kwa mwanadamu neema, si neema? Pale waliposema usiku ni neema, neema yake ni hiyo. Alaysa kadhalik? Na utakuta wewe hata katika sharia za kimataifa kwenye jeshi la kila nchi, usiku uko kwenye kumvizia adui, na mwenye kuviziwa upande huu humwicha adui, na ule anaoitwa adui anavizia huku anamuita huu nani? Adui. Kila mmoja uko alert kwa upande wako. Jaribu uwe ni mraibu, uko katika kuvizia adui, uwashe sigara. Washa sigara uone tetema kuni. Kuna masharpshooters ambao oda imetoka, ukionekana mwangaza tu wewe ndio umesababisha, utawashwa tena kwenye mdomo wako na utashangaa. Kwa nini? Kwa sababu ukionekana mwangaza wa sigara tu ushampa ishara adui wa kumuona mwenzake. Ndipo hili giza la usiku neema yake ni hiyo. Mungu haapi tu kwa vitu, huapa kwa vitu vilivyoapiwa, vina neema zake na vina sharafu yake. Tayib, akasema tena Mwenyezi Mungu, intabi waja'alna an-nahara ma'asha,
akaufanya mtana ni ndia ya kutafuta maisha. Alalaye mchana bila ya udhuru wa kulala hombwege, hana maana. Alalaye mchana bila ya udhuru wa kulala ni huyo niliyosema. Kwa nini? Mtana si jehe wala watu kulala, wala mchana si jehe wala watu kukaa ovyo bila shughuli. Yaqulu Allahu ta'ala, walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Walladhi, yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ja'ala lakumul arda dhalulan, amewadhalilishia nyinyi hii ardhi. Amewadhalilishia ardhi mukae kwenye machairi maskani basi. Famshu fi manakibiha, ili mutembee kwenye pembe zake. Wakulu min rizqihi, na mule riziki zake kwa kuzitafuta. Wa ilayhi nushur, na kwake ndiko kusanywa na kuhesabiwa. Mtana hakulaliwi. Kama wataka kulala mtana, nenda magorofani na Mtwapa. Wengi mtana watu hulala kwa sababu usiku vachumpwepwe, usiku kucha huwa wakitembea wazi. Lakini aliposema walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur, ni kweli. Waja'alna an-nahara ma'asha, yuqalu, husema asha yaishu aishan wa ma'ashan wa ma'ishatan wa ishatan. Wa ala hadha at-taqdir, kwa makisio haya huku kusurufu hiki kilma kwa upande wa lugha ya Kiarabu kwa takdiri na makisio, fala budda fihi idhmar, hapana budi hapa ufiche kitu. Maana idhmar ni kuficha kitu usikidhihirishe. Katika kaida hata vana wetu katika kusoma kuna dhamiri ambayo iko dhahiri, au mtu alofanya kitendo akawa uko dhahiri kwenye ibara. Kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad ameandika darasa. Mwenye kufanya kitendo cha kuandika ni Muhammad, uko dhahiri ndiye aliyefanya kitendo. Lakini ukisema huwa kataba darsa, umemficha kwa dhamiri ya mbali, yeye ameandika darasa. Toib, hizi ni katika kaida. Sasa hapa kwa takdiri ya hivi tulivyokisurufu hiki kilma kilivyosurufiwa na wasomi, itakuwa kuna idhmar. Itakuwa maana yake ni nini? Itakuwa maana waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna an-nahara waqtal ma'ash, tumeufanya mtana ni wakati wa kutafuta maisha. Hili waqtal maashi ulioni katika ibara. Sawa jamani? Na ndio katika umuhimu wa sisi wazee wetu na walimu wetu kutuhimiza kusoma, hususwa ili tukijue hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu, tunapokitafsiri kwa kuandama kilivyotafsiriwa, iwe kuandama namna matumizi kilivyotumiwa. Tuambiwa watoto wetu tusomesheni, na sisi tuzidi kusoma, kwa sababu hii Qur'ani bado yataka kutumiwa. Kuna mambo huwezi kuyaelewa mpaka uyasome, na kuna baadhi ya mambo utayaona hayako kwenye ibara na ni aya tukufu za Qur'ani, lakini yako kimaana katika kukadiria mambo na katika kufichwa zile dhamiri ambazo hazikuwekwa wazi. Safi jamani? Ikra qawla Allah ta'ala, wa idh istasqa Musa liqaumihi, kumbuka Musa alipowaombea watu wake wapate maji. Alipomwomba Mungu Musa ili awateremshie mvua ama watole njia watu wake wapate maji, sikiliza Mungu anavyosema, faqul nadhrib bi'asaka alhajara, tukasema kumwambia Musa,
piga kwa fimbo yako, kupiga jiwe ama kupiga jabali. Angalia Qur'an nasema faqul nadhrib bi'asaka alhajara famfajara. Alisa aya inasema tulipomwambia piga kwa fimbo yako jabali, Qur'ani inasema jabali likapasuka likatoa maji. Kuna kitu hapa fiche mpaka ukiangalia. Alipoambiwa piga hakupiga? Sah? Alipoambiwa piga hakupiga Musa? Kama hakupiga maji angetoka vipi? Lakini angalia, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadhrib bi'asaka, tukamwambia piga kwa fimbo yako jabali. Piga ya Musa huioni katika Qur'an, lakini hapa ni lazima ufanye makadirio. wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadhrib bi'asaka alhajara fadharaba famfajara, akapiga ndio likatoka maji. Lakini piga ya Musa katika Qur'an ufanyeje? Uione. Wahitajika wacha kufanya bidii katika kusoma ama kuhitajika? Sote tuhitajika turudie masomo, kwa sababu kitabu cha Mwenyezi Mungu chataka kifanywe silaha cha kutetea Uislamu na kuitetea dini na kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka kusoma. Haya, nenda katika aya iliyoko katika suratu Yusuf. Ale matokeo yaliyotokea mara kumwambia inna ibnaka saraka, ambiwa yangu inna ibnaka saraka wama shahidna illa bima alimna wama kunna tayyib. Mwanao amejepa na hatukushuhudia isipokuwa kwa lile tunalolijua, kwa maana amejepa kweli, na sisi hatujui ghaibu. Ina maana twakwambia tulilolijua. Lakini kama wataka ushuhuda zaidi, was'alil qaryata allati kunna fiha, kiulize kijiji tulichokuweko. Kijiji kikiulizwa kitasema safi, kijiji kikiulizwa hakisema. Lakini Mungu asema was'alil qaryata allati kunna fiha, kiulize kijiji tulichokuweko. Na kijiji kikiulizwa hakisemi. Pana majazul hadfi hapo. Majazul hadfi, kuna kitu hapo hakuna, hukioni katika Qur'ani. Itakuwa takdiri yake was'al ahla alqaryati allati kunna fiha, waulize watu wa kijiji tulichoweko. Na ahla kwenye Qur'ani hakuna. Na naweza hapa jamani, kumetoka scholarship hapa za kwenda Qatar kwa kazi tofauti tofauti. Nani alopewa scholarship hizo? Tutazipata wapi? Wakaambia iulize nyumba hii, iulize nyumba hii. Ukienda tambia nyumba kuna scholarship hapa, ukishahi. Lakini angalia, ukiambiwa uliza nyumba hii, uliza watu wa nyumba hii. Ni utaratibu wa mpango huko katika vitabu vyetu vya sharia na katika kaida ya kusoma hizi kawaidu shar'ia ambazo zinafafanua sana fikihi yetu ya Kiislamu. Sasa waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna an-nahara waqta. Umeona maana? Ukisema tumeufanya mtana kuwa ndia ya kutafuta maisha, lazima kuna kitu kimefichika hapo. Ni wakati ule mtana. Sasa hivi ni mtana nzima, kila mtu kwa saa yake. Kuna wanaoreuka, kuna wanaopambaukiwa kabisa kwenda kutafuta riziki, kuna wanaoingia kazini kwenda baada dhuhur, kuna wanaoingia kazini mpaka baada al-asr. Lakini tu maadamu tumeambiwa waja'alna an-nahara ma'asha, bado uko kwenye mtana.
iko nafasi ya wakati wa kutafuta maisha kulingamana na mpango wako uliopanga kwenye kibarua na kazi zako, lakini kwenye ubora wa kutoka kutafuta maisha kwa hilo hilo la wakati usouona katika aya, ni wakati wa gani? Ni wakati wa kureuka. Kwa tegemeo gani? Mtume asema baraka za umma wangu ziko kwenye kureuka kwao. Kwa hivyo utakuwa kwenye kipindi chochote kinachoitwa ntana, wafaa kutoka kwenda kutafuta maisha, lakini la ubora tafuta baraka kwa kureuka kazini. Ndipo ukaona kuna watu hawajui maadili haya ya dini yetu, lakini kabla ya adhana watu wako kungoea kungoja magari ya kutoka bara. Vaungwana wa mafegi bado hutoa koromo hawajanyuka. Vakishtuka vaungwana va Swahili, waume wahurudi makwao saa 2 ama saa 3, washafunga hisabu, wangoja kureuka kwa kesho. Anayestahiki kuwa na utumizi wa maadili ya dini yake kulingamana na sharia yake ilikuwa nani? Muislamu. Kwa nini? Ni Uislamu kupitia kwa mwalimu wa Uislamu alomwambia baraka za mtu ziko kwenye kureuka kwake. Kwao hatureuki kwenda kutafuta maisha, baraka za kazi zikaondoka, vasojua neema ya kurauka mpaka vahurauka baraka tele juu ya kuwa havana maadili ya dini. Sisi tukinyuka tukenda kongoea, viazi huwa vishacheguliwa, vitunguu huwa vishacheguliwa, vindoro huwa vishachaguliwa, tena ukava kwenda hapa ukenda hapo ukenda tena, ukiwashwa bei za kisawasawa, kwa sababu wameingia ni wale watu wa kuchelewa, watu wa kungu, watu wa kulalala sana, utapigwa bei tu. Lakini angalia, kabla hakujapambauka waweza ukapata gunia kwa masikizano, gunia kwa masikizano, kisha lile gunia watu wamejipanga. Sheikh, sisi bado hatujajipanga, kwa sababu hatujajipanga na Qur'ani yetu. Huenda magunia mapema wakanunua kwa bei rahisi, hawatoki nayo. Kuna wanaotoka nao kwa mikokoteni kwenda kugawa kwenye vibanda bei mbali mwanangu. Kuna wanaokaa pale pale, ukija gurupu, kumbe nilikuwa sijui, kapata hiyo taarifa, wakashikana watu 10 ama watu 20, basi wakalikomboa nini? Dunia. Katika kulikomboa sasa, kipimo cha ile gunia kama sijui ni zile trea ngapi, mwanamume wa alfajiri alilonunua, bei aliyolinunulia ile gunia, na alipata masikizano kwa sababu ameriuka kwa baraka za alfajiri, sio bei anauzia. Watu 20 wakishirikiana, yeye ashatukua jumla kwa hawa 20, ni kiwango kishampa faida yake. Sasa nyinyi hapa mwanze kugawiana. Mambo siku zote ni mipango, na Mungu haneni jambo na lake likaanguka, na Mtume haneni jambo lake likaanguka. Tumekosa baraka tele kwa sababu ya kupenda kulala sana. Watu na baraka zao za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kureuka kwao, hata kama wako kinyume na akida sahihi. Waja'alna an-nahara ma'asha, anna al-khalqa, ni kwa kuwa makhluki viumbe, inma yumkinuhu taqallubu, ya wawezesha wao kugeuka fi hawaijihim, katika haja zao, wa makasibihim, na matumo yao, fi nahari, usiku, la fi nahari, katika mchana, la fi leili, si usiku. Usiku hata ukifanya kazi ni kinyume cha kaida. Kusema inshallah imetoka kwenye kaida. Kaida asili ni kazi mtana, sumbuko mtana, utulivu usiku. Toi, qala ta'ala,
Sikia Mwenyezi Mungu asema kwenye 90 Suratul Naba, waja'alna naumakum subata, amefanya usingizi wenu ni starehe. Ay waja'alna naumakum lakum rahatan wada'atan, tumeufanya usingizi wenu raha na ni nafasi. Alis kadhali ni wasaa. Angalia hupacha wasaa ukijinyosha, mafahamu, huchangamka ukijinyosha, tena huwa ni mtana ukajinyosha ukapata wasaa. Je, usiku ambapo mpahala pake basi hupata raha sana. Ndio akasema waja'alna naumakum subata tahdauna bihi, mwatulia kwa huu usingizi. Usingizi una utulivu, ndipo ukaweza ukawa waugua, ukaenda daktari akamwambia la, tatizo lako wewe ulali itakiwa kulala. Wa antum ahya, mwalala hali ya kuwa nyinyi mko hai. Lam tufariqukum al-arwah, lam tufariqukum al-arwah, roho hazijajitenga na nyinyi na roho zenu, lakini mkawa mmelala. Juu ya kuwa kulala kwenu na roho zenu, Mungu kakuita kifo pia katika Qur'ani tukufu, walladhi yatawaffakum bil-layli shuf wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, yeye ndiye anayewafisha usiku mukafa, ajua mbio zenu mnazozifanya mchana. Ni kweli usiku mtu kulala huwa ni kufa, manake hupicha mambo ukawa hujui lililopita. Usubuhi ukielezewa ukashanga, yamepita hapa pua na mdomo majirani, hata sikusikia kamwe, kwa sababu ulikuwa umekufa, si kifo cha kiasili. Na ni kweli, ni kweli, walladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Angalia mafunzo maridadi ya dini yetu ya Kiislamu na mafunzo maridadi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu aliposema huwafisha usiku, ajua mbio unazozifanya mchana, kwa sababu mumeamka, akaweka dua, akaweka na sunna. Basi uumburikanapo, ushtukapo kwenye usingizi, sema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, namshukuru Mungu alotuhuisha sisi, kwa maana ametuamsha kutoka kwenye usingizi. Baada ma amatana, baada ya kutufisha sisi. Walladhi yatawaffakum bil-layl wa ilayhi nushur, na kwake ndiko kukusanywa na kuhesabiwa. Ina maana chia akilini la kifosi cha asili, walala ukapitwa na mambo, mara ukashtuka, basi liweke ya kuwa liko la kulala la kifo cha asili na liko la kushtuka la kutoka makaburini. Hili ukilikubali kiakili na waona ndivyo unavyofanya, likubali kwa dalili ya kuwa mtu akifa atafufuliwa, kama vile unavyoamka kutoka kwenye usingizi wako. Wanufikha fi suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Aya ukizigawanya kwenye utaratibu wake wa kutafsiriana hizi aya, ndio utauona utamu wa Qur'ani na imani yako izidi kuzidi kwa Mungu, kuizidisha kwa kule kufikiria na kufahamu. Tayib, akasema waja'alna naumakum lakum rahatan wa da'atan tahdauna bihi, mwatulia, wataskununa, na munatulia hivyo hivyo. Ka'annakum amwatun la tash'urun, kama kwamba nyinyi maiti hamujui. Kweli, ka'annakum amwatun la tash'urun wa antum ahya, na hali ya kuwa nyinyi mko hai. Lam tufariqum al-arwah, roho hazijajitenga na miili yenu na roho zenu. Walidhalika, asema kwa sababu hiyo kuna kitu kinaitwa as-sabtu was-subatu.
as-sabtu was-subatu. Lau taambiwa as-sabtu nini, wewe moja kwa moja utasema as-sabtu Jumamosi, au si? As-sabtu Jumamosi. Kweli liko yaumu sabti ni siku ya Jumamosi. Kuna na as-subatu. As-subatu ni mapumziko ya mtu kulala. Hata Amiru Shuara Ahmad Shauki amesema katika chungo zake, amesema madha barakallahu fik, shu'ubuka fi sharqi al-biradi wa gharbiha ka ashabi kahfin fi amiqi subati bi aymanihim nurani dhikru wa sunna fama baluhum fi haliki dhulumati. Asema shu'ubuka, watu wako Mtume Muhammad, fi sharqi albiladi wa gharbiha, wako mashrik maardhi na magharibi yake. Ka ashabi kahfi, lakini kama watu wa kahfi, watu wa pangoni wale. Fi amiqi subati, wako katika usingizi wa kina, na ilikuwa hawafai kwa hivyo umma wako. Bi aimanihim nurani dhikru wa sunna, mbele yao pana nuru mbili, Qur'ani na hadithi. Kwa kulala mtu na mbele yake pana Qur'ani na hadithi, fama baluhum fi haliki dhulumati, wana nini wao katika kuangamia kwenye kulala? Jazakallahu khaira Faisal. Faisal ni mmoja kati ya wanafunzi wangu wakubwa, hamunjui tu kwa mwanafunzi wangu, lakini vile alivyo ana shahada mumtaz ya kismu thalith mutawassit. Mtazame hivyo hivyo unavyomtazama. Ona nimelisahau hili, lakini liko kwenye akili. Ndio faida kusomesha. Na Mungu awabariki wanafunzi penye misimamo yako mikali. Na wewe wazi nakwambia jazakallahu khair. Ni watu tu hawakujui, lakini wewe kwangu ni mtu wa kutegemewa, kwa sababu namwacha kwenda kujadiliana mpaka na mashia na akawaangusha mashia. Barakallahu fik. Ahmad Shauki amesema hivyo. Sasa ukisema as-sabtu, si kuna watu wale watu wa Jumamosi alaysa kadhalik, wale walioambiwa msivue wakaifanya machali wakachegesha nyavu usiku wa kupambuka wa Jumamosi, kishachi wakalala, maana yake humdanganya Mungu. Alaysa kadhalik. Tutakapo as-sabtu was-subatu, as-sabtu summiya as-sabtu sabtan li'annahu yawmur raha, waliambiwa manake usiku wa watu kupumzika, hakuna ruhusa kwenda baharini kuvua, wakazichapika nyavu usiku, wache kupiga chenga Mungu. Wadaa, na ni wasaa mtu kujipa. Kwa hivyo neno la Mwenyezi Mungu kusema waja'alna al-laila wan-nahara ayatain, ona aya nyingine, tukaufanya usiku na mchana ni alama mbili, ay alamataini ala wahdaniyatina, ni alama mbili juu ya upweke wetu, wa wujudina, na kupatikana kwetu, wa kamali ilmina, na ukamilifu wa elimu yetu, wa kudratina, na uwezo wetu. Tukafanya ni usiku na mchana ni alama mbili. Famahauna ayatal layl, tukafuta ile alama ya usiku, kwa maana ja'alnahu mudhliman bisukuni, tukafanya ni giza la watu kutulia, fihi, kwenye huo usiku, waraha, na ni alama pia ya watu kupata raha. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan, tukafanya alama ya mchana mudhi'atan, ni wenye kung'ara kwa kuwa ni mchana, ili mufanye nini? Illa ya usiku, sababu ya usiku ikatajwa katika aya, litaskunu fi. Je, illa ya kupata mchana kusema mubsira, mubsiratan, mudhi'atan, litabtaghu fadlan min rabbikum, ili mupate mutafute fadhila za kutoka kwa Mola wenu mlezi, fi maayishikum, katika maisha yenu, waswanaikum, na katika kutenda kwenu, watijaratikum, na katika biashara zenu, wa asfarikum, na kwenye safari zenu. Toib, hata vachu usafiri usiku si dhambi, lakini je, baina ya usiku na mtana, sasa katika safari ubora mtu kusafiri mtana, na si haramu kusafiri usiku,
Lakini angalia katika masala ya ibada kwenye usiku na mchana, ubora ni ibada za usiku. Kila kitu Mungu amekiweka pahala pake. Walita'lam bitawadi llaili wan nahar, na ili mupate kujua kufuata na usiku na mchana, mara ni mchana mara ni usiku, ili mujue vipi. Wa ikhtilafil qamar, na kutafautiana huu mwezi, mujue nini. Adada sinina, idadi ya miaka. Wal hisab, na mujue hisabu. Mwanamke ajue hisabu za kukaa eda yake, mwanamke ajue hisabu za ada yake. Hakadha yote huja kwa kupitia kwa mabadiliko haya usiku na mchana, jua na mwezi. Fatabnuna alaiha, mukajenga kwa misingi hiyo. Matashauna, mutakacho. Min masalihikum, katika maslahi yenu. Yote ni mchana. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekipambanua wazi kukipambanua, hakuna shaka wala hakuna udhia. Bayanna al-ayati, tumezibainisha aya alama. Wasarrafnahu litatamayyaza al-ashya, na tukazisurufu kwa kuzipambanua ili vitu vipate kupambanuka. Wayastabina al-haqqu min al-batil, na iwe wazi haki kutokamana na batili. Yaqulu Allahu ta'ala mukhatiban nabiyya, Mwenyezi Mungu aliyetukuka asema kumhutubu nabii wake, amwambiaje? Angalia, kwa kuwa hii usiku ni neema na mchana ni neema, amwambia hivi: qul, sema Muhammad, kwa hivyo kuambia hao umma, araaitum, maonaje, in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan, atakapowafanyia Mwenyezi Mungu usiku wa milele, ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama, hakupambauki. Man ilahun ghayrullah, ni ilahi gani asiyekuwa Allah? Ni Mungu gani mwingine asiyekuwa Allah? Yaatikum bidhiyain, atakayewaletea mwangaza wa usubuhi. Afala tasmauna, basi hamusikii mukachia akilini? Ikiwa usiku utafanywa milele mpaka kiyama, hakuna wa kuwaletea asubuhi, na itakuwa si masilahi kwenu, ni dhara. Qasas 71. Qasas 72 akaambiwa tena Mtume, qul, sema, araaitum, maonaje, in ja'ala Allahu alaykumun nahara, Mungu atakapowafanyia mchana sarmadan, kuwa ni milele, ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama. Man ilahun ghayrullah, ni ilahi gani asiyekuwa Allah? Ni Mungu gani asiyekuwa Allah? Yatikum bilailin taskununa fi, atakayewaletea usiku mpate kutulia. Afala tubsiruna, basi hamuoni? Qasas 72. Ina maana twaweza kuteswa kupitia kwa usiku na twaweza kuteswa kupitia kwa mchana, iwapo hukuithamini neema ya usiku kuwa usiku ni neema, na neema ya mchana kuwa mchana ni neema. Tayib, lidhalika aqsama Allahu bidhuha, ndipo na hapa Mungu akaapa kwa adhuha. Na adhuha tumetafsiri imekusudiwa ni mchana wote. Walaili idha saja, kwa mujibu wa aya pili, na kwa usiku unapotanda. Wa aqsama billayl, akaapa kwa usiku. Idha shtadda dhalam, unaposhtadi giza lake linapozidi. Wa ghatta kulla shay'in fil wujudi, ukafinika kila kitu katika ulimwengu, vitu vyote vikafinikwa na watu wote kukawa tuli. Tukwa mfano mmoja tu, angalia feri watu wavukao alfajiri, kisha angalia wanavyorudi, ikifika mwendo mpaka saa 3 usiku 5 usiku, kete kimya kama ambao hakuna kiumbe. Nini? Kila mmoja uko sehemu yake ametulia. Tayib, subhanallah. Qala Ibn Abbas asema, saja aqbala bidhalami, hii kusema walaili idha saja, umekabili kwa giza lake. Saja lailu, ukisema aqbala bidhalamihi, umeelekea na kukabili kwa giza lake.
Sajal laylu ishtadda dhalamu, pia limezidi giza lake. Sasa tunataka tujibu swala moja, ma maana kalimati layli fil Qur'anil Karim? Ni nini kilima cha layli katika Qur'ani tukufu? Hii al-layl katika Qur'ani tukufu maana yake ni nini? Ulama wasema wajaa fil Qur'anil Karim, imekuja katika Qur'ani tukufu bimaanahu lughawi, wa maana yake ya kilugha, alladhi yaqubu nahara min adh-dhalam, usiku ambao wafuatia mchana kutokamana na giza, min ghurubi shamsi, kutoka kutwa jua, ila tulu'i al-fajri as-sadiq, mpaka kutoka kwa alfajiri ya kweli. Al-mufassiru Shinqiti rahimahullahu ta'ala fi adwaihi, nikisema mfasiri Ash-Shinqiti, Mungu amrehemu, fi adwaihi, wa kusudio lake qawluhu fi tafsirihi adwaul bayani fi idahi al-Qur'ani bil Qur'an, ndicho kitabu cha Ash-Shinqiti cha tafsiri ya Qur'an. Asemaje? Twamnukuu, wal-laylu huna, usiku hapa, faqat, peke yake, wa limunasabatihim lilmuqsami alayhi, na kwa kunasibiana kwa kile kilichoapiwa, liannahuma, kwa sababu usiku na mchana, twarafa zamani, ni ncha mbili za wakati. Usiku ni wakati na mchana ni wakati. Wa twarafa alharaka, na ni ncha mbili za taharuki. Wasukuni, na utulivu, usiku kwenye kutulia na mchana kwenye kutaharaki. Fa innahu yaqulu lahu anisa, hakika yeye Mungu asema kwa yote haya, usiku mchana kubadilika, usiku kutulia, mchana kutaharuki, kama liwazo anamliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa aya ya mbele, kesho tutakoitafsiri, kama amwambia Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kwa maana hakukuacha Mola wako mlezi na hakukukasirikia. Sikulipita kipindi wahi ulikoma ukawa haushuki. Alaysa kadhalik? Ukisoma usulu tafsir, alipoteremshwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq mpaka aya 5, ulikuja kipindi fatratan min zaman, ikasimama wahi ukawa haushuki. Waungwana wakasema ashasahauliwa, ashatupwa, ashambiriwa Mtume Muhammad na Mungu wake kwa sababu amekasirikia. Ikateremka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Na katika utaratibu ni kwa kuwa baada ya fatratin min zaman, kusimama ule wahi, ulipoanza kushuka tena ikashuka ya ayyuhal muddathir, tena aya 5, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Wakaja kutofautiana wanavyoona, lakini si tofauti, tahlili ilipatikana. Je, itakuwa aya za kwanza zilizoshuka katika Qur'ani ni 5 za suratul Alaq ama ni 5 za suratul Muddathir? Wallahi ala rajih min aqwal ahli alilm wa min almufassirin, kauli yenye nguvu katika venye elimu na maneno ya wafasiri, aya za kwanza 5 zilizoshuka mwanzo ni iqra bismi rabbika alladhi khalaq, na aya za kwanza zilizoshuka baada ya kipindi cha wahi kusimama, aya za kwanza zilizoshuka ni ya ayuhal muddathir. Mpango maridadi, bacho kufungua vitabu kusoma tu. Kwa hivyo zile zitakuwa 5 za kwanza zilizoshuka katika Qur'ani. Hizi 5 za kwanza baada ya kipindi cha wahi kusimama, kisha wahi ukashuka. Na je, wakauliza tena swali, suratul Alaq yenyewe na suratul Muddathir ni ipi iliyoteremshwa mwanzo? Itakuwa iliyoteremshwa mwanzo ni hii suratul Alaq. Suratul Muddathir, na iko riwaya inasema hivyo, watu wakaichukua ndio sura ya kwanza iliyoteremshwa, lakini wenye kufanya tahlili wakasema inna suratal Muddathir hiya awwalu suratin nazalat bikamaliha
kabla nuzuli kamali suratul Alaq. Hakika suratul Mudaththir ndio sura ya kwanza iliyoshuka kwa ukamilifu wake kabla ya kushuka ukamilifu wa suratul Alaq. Mafhumu? Kila kitu kiko kwa mpango wake. Sasa kipindi cha wahi kiliposimama, jamaa wakasema Mungu amenkasirikia. Mwenyezi Mungu asema ma wadda'aka rabbuka ma qala. Hakukuwata Mola wako mlezi wala hakukughadhibikia. Ina maana gani? La fi lailin wala fi naharin, hakukuwata usiku wala mchana. Ala ma sayati tafsilu insha Allah, kwa upambanuzi wake ambao utakuja kesho tu kwenye hii aya, ma wadda'aka rabbuka ma qala. Qala ulama wetu wasema. Ulama gani? Wale ulama min hay'ati kibari ulama wasema hivi, inna layla fil islami, hakika usiku katika Uislamu, manzilatun kabira, una daraja kubwa sana. Kwa nini una daraja kubwa? Faqad aqsama Allahu bihi kathiran, Mungu ameapa kwa usiku sana, fi kitabihi almajidi, katika kitabu chake kitakatifu. Wa fi dhalika, katika kuapa kwa usiku sana, dalalatun wadhihatun, ni dalili zilizo wazi, ala idhami sha'nihi, juu ya ukubwa wa jambo lake. Usiku jambo lake ni kubwa sana. Wa sharafi waqtihi, na utukufu wa wakati wake. Wa madai ta'thirihi, na kiwango cha athari ya usiku. Fil kauni, katika ulimwengu. Ameapa kwa usiku sana hata kushinda mchana. Kwa sababu hiyo, angalia Mwenyezi Mungu aseme wal-laili idha adbara, kwa maana wal-laili idha walla, na hapa kwa usiku unapotoa nyongo kutoka. Sikiza kasema wal-laili idha asasa, pia wafasiri wakasema wal-laili idha adbara. Sikiliza kasema tena Mwenyezi Mungu wal-laili wama wasaqa, wal-laili wama jamaa, na vilivyokusanywa na usiku. Akasema tena wal-laili idha yasri, wal-laili idha dhahaba, unapoondoka. Akasema tena wal-laili idha yaghshaha, na usiku unapofinika. Akasema tena wal-laili idha yaghsha. Akasema tena wal-laili idha saja. Akasema ulama wa tafsiri, wa warada dhikru layli, kumepatikana kutajwa kwa usiku, fil Qur'ani al-Karim, katika Qur'ani tukufu, ithnataini wa tis'ina maratan, mara 92, akthara minan nahari alladhi, zaidi kuliko mtana ambako kulikotajwa kwake, warada dhikruhu, kumepatikana kutajwa kwa mtana 57 marra. 57 marra, mara ngapi? 75. Kwa hivyo usiku umetajwa sana. Min ni'amillahi ala bani adam, katika neema za Mungu kwa wanadamu, annahu, ni kuwa yeye Mwenyezi Mungu, lam yakhluqhum fi shighalin daimi, hakuwaumba wanadamu kwenye kushughulika daima dawama. Atibe shughuli tu, shughuli kikwechu nguvu haikamuki mai, uwe kazi tu. Lam yakhluqhum fi shighali daim, hakuwaumba Mungu kwa kushughulika tu daima. Wala amali mutawasilin, wala hakuwaumba kwa kazi ya kuungana, kazi tu, huna kupumzika. Wa inna ma khalaqa lahumun nauma, lakini amewaambia wao na usingizi. Limadha? Litahda al-ajsadu, ili miili ipate kutulia. Watatahassala ala rahatiha, na miili ipate raha yake. Hatta la tatadharrara, mpaka miili isidhurike. Min istimrari al-haraka, kwa kuendelea taharuki, kufanya harakati. Kama khalaqa subhanahu al-layla, kama Mungu aliyetakasika alipoumba usiku. Litaskuna al-ajsadu, ili miili ipate kutulia. Watahda al-anfusu, na nafsi zipate kutulia. Min mashaqqatil kiddi,
na dhiki na taabu. Mashakkatil kiddi, usumbufu wa kasi, usumbufu mzito. Tayib, qala ta'ala, ndipo Mungu akasema waja'alna naumakum subata, tumeufanya usingizi wenu njia ya nyinyi kupumzika na kustarehe. Thumma bayanu li ni'matin ukhra, kisha bayana ya neema nyingine, min ni'mati allati la tuhsa, katika neema ambazo hazidhabitiki. Ni'amullahi alaina kathiran la tu'addu wa la tuhsa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wallati tadullu, na ambazo zinajulisha ala kamali kudratihi, juu ya ukamilifu wa uwezo wake. Ai, kwa maana haya ndiyo yasema waja'alna biqudratina, tumefanya kwa uwezo wetu, wa rahmatina, na rehema zetu, al-laila, kufanya usiku, kalibasi satiri, ni kama vazi lenye kustiri, lakum, kuwastiri nyinyi, fahuwa yadufukum bidhulmatihi, usiku huwafinika kwa giza lake, kama yalufu libasu sahibahu, kama nguo inavyomfinika mwenye kuvaa. Qala ta'ala, asema Mungu aliyetukuka, waja'alna al-layla libasa. Tayib, wasayyara adh-dhalama yaskunu ilayhi, akabadilisha giza ikawa ni utulivu kwa mtu kwenye giza liingiapo, kwa sababu usiku umeingia, kila mtu ingia kwenye kijumba chake akajituliza. Yaskunu fihi al-khalq, makhluki hutulia. Ay yaqiru, wanatulia. Wayahdahu, mutaradifa, kwa maana wanatulia. Minas sukuni, imetokamana na hiyo sukuni, utulivu. Wa huwa al-adhharu liqawlihi, ndilo lililodhihiri zaidi kutokamana na neno lake Mwenyezi Mungu, litaskunu fihi, ili mupate kutulia kwa huu usiku. Qala ta'ala, akasema Mungu aliyetukuka, waja'ala al-layla sakana, akaufanya usiku ni sakana, ni utulivu, watu hutulia kwa usiku. Safi kabisa. Hebu tuende kwenye swala lingine. Limadha dhukira al-laylu kabla an-nahari fil Qur'anil Karim, kwa nini ukatajwa usiku kabla mchana katika Qur'ani tukufu? Katika Qur'ani tukufu, kwa nini kutajwa usiku kabla ya kutajwa mchana? Tushike mufassirina wasema al-laylu aslun, usiku ndio asili, asbaku minan nahari, ndio uliochangulia kuliko kuchangulia kwa mchana, fil ujudi, katika kupatikana kwenye ulimwengu, usiku ndio uliochangulia. Hatta almufassiruna alqudama, mpaka wafasiri wa zamani, qalu, wasema al-laylu wal aslu, usiku ndio asili, bidalili qawlihi ta'ala, kwa dalili ya neno la Mwenyezi Mungu fi surati Yasin, fi haqqi qawli llahi ta'ala, wa ayatu lahumul layl naslahu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun. Alaysa kadhalik? Sasa wamestadili wafasiri usiku kuwa ndio asili kwa aya hii iliyoko katika suratu Yasin. An-naharu huwa kalghilaqi, mchana huo, mchana kama kifiniko. Naslahu, yani nanza'u nahara, tunavua na kutoa ule mchana. Fayasiru laylan, ukawa usiku. Fa idhahum mudhlimuna, kitahamaka, wameingia kwenye giza. Wajua hapa aya ziliendelea, kasema washamsu tajri limustaqarri laha, na jua latembea kupita kwenye vituo vyake. Dhalika taqdirul azizil alim, hao ni makisio ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, taqdirul azizil alim. Kisha sema wal qamara qaddarnahu manazila, na mwezi tukaukadiria vituo. Hatta ada, mpaka mwezi ukarudi, toka utokeni hilal mpaka ukaja badru, mpaka ukaja kamaran kamila. Hatta ada kal urjunil qadim, kisha mpaka ukarudi kama mfano mswaki, wembamba wa mswaki wa zamani, kana vile ulivyoandama. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbah. Qala ba'd al-ulama,
baadhi ya wasomi wasema inna layla, hakika usiku, khulika qabla an-nahari, uliumbwa kabla ya mchana. Usiku uliumbwa kabla ya mchana. Wayastadillu ala dhalika, wanastadili kwa hilo, bi anna an-nahara min nuri shamsi, kwamba mchana umetokamana na nuru ya jua. Fa idha ghabati shamsu, jua likitwa, ya al-layl, usiku unakuja. Fabana bidhalika, likadhihiri kwa hilo, anna an-nahara, kwamba mchana, wa huwa nuru waridun ala dhalmati allati hiya al-layl, ni nuru iliyopatikana kwenye giza ambalo hilo giza ni usiku. Wa idha lam yarid nuru shams, lisipopatikana nuru ya jua, idha lam yahdhur, ikiwa hakuhudhuria, wayati, ikiwa haikuja, kana al-laylu thabita, usiku umethubutu kwa sababu ndio asili. Fadalla dhalika, likajulisha hilo, ala anna al-layla, kwamba usiku, wal awwalu, ndio wa kwanza. Wa hadha qawlu Abdullah ibn Abbas, ni neno la Abdullah bin Abbas. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, akaufinika usiku wake, akautoa mtana wake. Ni sawa tukitafsiri hiyo. Bi ayi man, ay ja'ala laylaha, akaufanya usiku wake, mudhliman aswada, mwenye giza mweusi, halikan shadidu dhulmati, mwenye giza kali sana, wa naharaha, akaufanya mtana wake, mudhian mushrikan, ni mwenye kung'ara. Mushrikan bimaana moja, mafhum, mudhian mushrikan, nayiran, tena wenye kutoa nuru, wadhihan, ulo wazi. Ibn Abbas akasema itakuwa aghtasha laylaha, ay adhlama, ameutia giza. Ndipo Mungu akaapa pia kwa usiku, kwa kuwa kiumbe kikubwa wenye haya tulioeleza, baada ya kusema wadhuha, na hapa kwa mtana akaapa, kisha sema walaili idha saja, akaapa na usiku unapotanda, na Mungu huwapa kwa anazozitaka. Sasa aya ya 3, Mungu akitujalia uhai na uzima ni kesho, ni hili la wahi kusimama. Watu wakanena mtume amebughudhiwa na Mola wake, kwa kuwa hakuna mawasiliano tena, yamekatwa mawasiliano. Sasa Mwenyezi Mungu kwenye aya 3 akwambia ma wada'aka rabbuka wa ma qala, ikimaanisha kuwa hakukuwata usiku wala hakukuwata mchana. Haya tutakuja kuyapata kwa ufafanuzi kesho, idha ahyana al-maula, atujalie Mwenyezi Mungu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hal fihi su'al? Naam. Naam. Fisi afakuliwa. Fisi afaa kuliwa. Ukimwangalia fisi alivyo na zile taharuki zake, hata utasema huu hafai kuliwa ukimwangalia. Lakini bana fatwa iliyotolewa na kina Ibn Baz na kina Ibn Uthaymin kuhusu halali wake, na watu wakajaribu. Waarabu wakampata fisi, wakanchinja na wakampika vile namna wanavyopika jamaa, kumchia kwenye shimo lile kwa ivuke, kisha akaja akatolewa nzima, jamaa wakawa wanamla, na ilipeperushwa picha hiyo kwenye mitandao. Waarabu tena kwa starehe zao wakasema ghazalan, ghazalan, kwa sababu tamu kama paa, nyama ya paa. Kwa hivyo wakasema Ibn Baz na Ibn Uthaymin wamehalalisha kusema fisi ni halali kumla. Wazi, wamesema hivyo. Wallahu aalam, na pengine ukihitajika uchunguzi zaidi tutaufanya na kuulizia, lakini jamaa sema
fatwa ikiwa imetoka kwa Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen juu ya kuwa ni wanadamu, lakini walikuwa watu wa kujitahidi, walikuwa si watu wa kubahatisha. Na kwenye kutoa fatwa kuna kupata, kuna na kukosa. Ikiwa sawa fa min Allah, ikiwa si sawa hawawezi kulazimisha kwamba kuwa ni wao. Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi wa hukumu yake, lakini pia ni swala muhimu. Tazidi kulichunguza hili juu ya kuwa hili nimelipata kwa hawa masheikh na nikakubali, lakini pia tutazidi kuuliza kwa sababu wako walotuzidi. Alaysa kadhalik? Jazakallahu khair. Naam. Fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila shaka, jazakallahu khairan. Swala ya juma si kusudio, au pia yaingia swala yoyote. Ukimaliza kuswali fantashiru. Siyaki ya aya hii imekuja katika aya za mwisho mwisho zinazozungumza masala ile. Inaanzaje? Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ikaendelea fa idha qudiyatis salat, utaona karina ni ikimalizika swala ya Ijumaa, lakini kutafuta ruzuku ni ikimalizika swala yoyote ambayo swala za kipindi cha mtana kufaako watu kwenda mbio. Fantashiru fil ardi, tatawanyikeni kwenye ardhi. Kwa lengo gani? Wabtaghu min fadlillah, mutafute fadhila za Mungu, na fadhila za Mungu kutafuta riziki za halali. Na ukitoka lengo mimi nenda kutafuta cha halali, tumesema inna Allaha yuhibbu an yara abdahu ta'iban fi talabil halal. Mungu hupenda kwa Mungu kufurahi kumuona mja wake husumbuka, humwaga kijasho kwenye kutafuta cha halali, antampa usahali wa kukifikia cha halali. Haifai mtu mtana nzima kama uketi zetu hatafuti namna ya kutafuta ruzuku zake. Aya yaingiliana na mtana na hizi aya tunazozitafsiri kuwa mtana ameufanya ni mubusira mudhi'a litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Jazakallahu khair. Naam. Naam. Labbaik Allahumma labbaik, sema naitikia mwito wako ewe Allah, naitikia mwito wako. Hii inaitwa ni at-talbiya. Na sana watu wakenda katika manasikul haji, akisha kuweka nia kuvaa ihram, akipita miqat, basi huanza kusoma dua hiyo, kuitikia mwito wa Mungu kwamba nimeitikia. Tabia sawa. Sasa ukisema labbaika ya Muhammad, hatujajua kusudio la alosema hivi labbaika ya Muhammad. Mfano, ikiwa kusema labbaika ya Muhammad, naitikia mwito wako Muhammad. Muhammad ametuita kwenye mengi, na mwito wa Muhammad kwetu sisi ni ile ile miito itakao Mungu. Lakini je, kusudio la mtu na nia lake na gharadhi yake mpaka kusema labbaika ya Muhammad amekusudia nini? Ili tupate taswira ya jambo, tupate nafasi ya kulihukumu jambo. Lianna alhukma ala shay'in far'un min tasawwurihi. Watu usulul fiqh wanasema hivi, alhukmu ala shay, kuhukumu kitu ni ncha ya kukipa taswira hiyo kitu. Ni mgonjwa umekuja kwa daktari, daktari atakwambia usiku walala silali, anachukua taswira kwako. Wasikia kiungulia, nasikia ama sisikia, achukua taswira. Vipi, wanwa maji sana? Ananywa lakini si sana, achukua taswira. Wakojoa sana? Asikojoi sana kwa sababu sinywi maji sana. Ashatukua taswira kwako. Ni wepesi kuhukumu, kujua tiba. Ndio na usulul fiqh wakasema hivi,
Hukumu wa kuhukumu jambo ni ncha ya kulisawiri jambo. Usihukumu kabla hujaleta taswira. Ukihukumu kabla ya kuleta taswira, ndio tutajenga uadui, kwa sababu utanihukumu kwa usivyonijua, kwa sababu kuna taswira yangu wazi. Ndipo hata katika 6 suratul Hujurat asema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mtu fasika akiwajilia na habari, fatahaqqaqu, fataakkadu, fatathabbatu, ithibitisheni. Kwa nini? Ukithibitisha utapata taswira ya ile habari ya kujua aliyekuletea ni kweli ama ni uongo. Lakini bila taswira, ukiambiwa tu wewe na Bahero, utachecha siku zote, utachecha siku zote, na kila tukikutana itakuwa tuchopeana kinyongo, kunisalimi sikusalimii, tukawa watu madhambi bure. Kumbe nini? Huna taswira wewe kwangu na mimi sina taswira kwako. Lakini tukihukumiana kitaswira, wallahi tungejenga urafiki na tungejenga undugu kweli kweli. Ndio maafa tulionao. Na huwa lonena labbaika ya Muhammad, tunataka taswira ili tuhukumu. Unani wewe unasema labbaika Muhammad ya Muhammad? Wazi? Tayeb. Naam. Sawa. Safi, niko pale pale mpaka niipate hiyo taswira sa kasida. Kama utaniimbia hapo kidogo, utanigusia, nitaipata. Sasa kiipata ile ibara, kisha pale labbaika ilipotiwa, tafanya mukarana wa nyuma alivyotoka kwa huku kuimba kwake mpaka hii labbaika liingia vipi. Pengine ametoka kiushirikina katika nudhumu, akatoka kwa ushirikina, akija kwa labbaika akasema naitikia, ikawa pengine shirki juu ya shirki. Ndipo nikakwambia taswira ndio kitu muhimu. Siwezi kujasiri tu ya kujibu kabla safi, lakini juu ya yote ni masuala mazuri unaouliza. Barakallahu fik. Naam. Kama dharura ni mgonjwa, huwezi kuna mambo mengi. Ni mgonjwa, huwezi kutoka, utalala mtana, umeambiwa na daktari ya kuwa taka ujipumzishe kwa kipindi kirefu, na moja katika vipindi ni mtana, utajipumzisha, lakini huna lolote na nguvu zako, ukawa mkungu tu. Ndio hivyo nilivyosema. Lakini kuna dharura, na dharura za kubalika. Naam. Ikiwa na kazi zako kuna kitu kailula, hatukuwezi kukutia hapo mvachuna havo na kazi zao, kwenda wakafanya kazi wakapata cha halali, wakija kisha kula mtana wakapata kailula ndogo, kisha imeelezwa katika maandiko katika kulala usingizi kama huo. Hao si mabwege. Naam. Hakuna kuwapa kwa Mungu na mtume, watu wapa kwa Mungu tu, na ni wallahi billahi tallahi, hakuna na hapa kwa Mungu na mtume. Mtume akufanye, ukiapa kwake mtume akufanye. Ukiapa kwa Mungu umelithibitisha la kulitilia nguvu lile uliloliapia, na ndiyo sharia. Lakini usema na hapa na mtume, hikukuapa na hapa kwa Mungu na mtume. Kuapa kwa Mungu na mtume huapa vipi? Maadili hao, mafunzo hao yako wapi katika vitabu vyetu vitakatifu? Safi. Naam. 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 Kabisa. Papa. Bila shaka mwanangu, Homba Junior alikwambia jambo alijuao, kwa sababu samaki kule tukiwatoa wamekufa, kwenda tukawapara, tukawakanga, tukawachemsha. Wengine kikwetu usema huwachua ng'onda. Sawa, alikwambia hivyo, sio kweli? Basi huwachua ng'onda tukawaanika wakawa wakavu, kisha wanda tukawauza ama huacha
tukawa tuna kitoweo chetu. Sasa umekula ngonda na papa umela, mwambie omba juni, mwambie siku moja neche nami ngonda samaki alomwachua akamwanika nzuri sana. Kwa hivyo haingii katika masala ya haramu, si haramu. Kwa nini? Kwanza tumetoa baharini maiti, na Mtume alipoulizwa kuhusu maul bahri alisema tahuru mauhu alhilu maitatu, ni tahara maji yake, ni halali maiti wake. Maiti wa samaki tulimtoa tukala, wengine wale ambao maiti tukasema hatuna haja ya kuwatupa kuoza, tukawachua, tukafanya nini? Tukawaanika na tukawaendelea kula. Alaysa kadhalika? Jazakallahu khair. Khalas. Naam. Kuvaa kofia ndefu wataka, yani ikipanda kidogo hili bapa la uso likigusa pahala unaposujudu ni aula zaidi, lakini wanasema hivi. Hata hivi mfano kama sikuvaa kofia nikisujudu katika zulia, si hiki kitwa kiko kwenye zulia, nitakuwa hii zulia kama ambao ni hii kofia ambao pengine umeweka hapa, lakini al-aula as-sujudu ala sab'ati a'dha, kusujudu kwa viungo saba imetajwa, moja ni bapa la uso. Kwa hivyo ikiweko juu kidogo, bapa la uso hili likigusa hapa ni aula zaidi kuliko kuiweka chini kabisa. Wallahu a'lam. Safi. Kama kazi yako ni security, kulala mchana utakuwa si bwege, kwa sababu usingizi wako mwenyewe umekesha usiku. Tukisema bwege lisiwashtue hili, wala watu pengine waseme kama mmechukana. Kusema bwege ni mijitu imekaa tu shekhe, ukiangalia bodi za kisawasala kina kitizie tu, hao ndio mabwege, ndio menini. Lakini usiku security shekhe, waizi wote wewe huangalia wakikupita, tena kama utajitokeza ama utajificha. Lakini pia mwanamume walinda, sio kwamba kwa taona waizi wametokea 10 basi madamu security mimi tafanya sitoke mwanangu, pacha pahala wambaje uangalie, usubuhi tupe habari tuambie do usiku umekusanya mambo, jana walipita jamaa vipanga karibu 10, lakini usiseme ndikuweko wapi. Waweza ukao ukisema ndikuweko wapi, mmoja ni yeye alipita hapo, kumbe wewe ndio unatolea habari, kesho akaja kushughulikia. Lakini umekesha usiku nzima kwa kazi ya halali, mtana bila shaka mpaka ujipumzishe, kwa sababu usiku wataka kuingia shifti za usiku. Imetoka kwenye kaida, kwa sababu mtana ndio wataharuki, usiku ni wa kupumzika. Lakini sasa kuna mabadiliko ya watu kufanya kazi usiku, hakuna namna, na mwepata kibarua kama hiko, basi hapo hutukuliwi wala si bwege hapo mwanangu. Sawa? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il matrudin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.